Kuna nguo fulani hivi ukizivaa ukiwa porini zina attract baadhi ya wadudu, mbungo, sio nini. Ndio maana unaona tour guide na watu ambao wakiwa porini wao wanavaaga nguo za kaki. Ile na maana yake sio ushamba, sio nini. Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Tunashukuru sana kwa kuendelea kukaa karibu na Club A to Z kwenye social network zetu, Instagram, Facebook, YouTube, wherever. Huyu anaitwa Margaret Gedi. Karibu sana Margaret. Asante sana. Tupo kilabuni hapa. Hasa mbona mna kamnywes? Katapita tu. Kitochi inabidi kipite. Tuko kwenye Afripod. Nilikutana na Margaret, nikutana kupitia ile event ya Afripod. Yes, ya Afripod kupitia story tu. Mimi nilikuwa niko siti za mbele, wao walikuwa wako nyuma, walikuwa kuna Faiza Ali, wamekaa hapa wanapiga story. Sasa kwenye story akaongea kitu ambacho kilikatch attention yangu. Alikuwa anasema kwamba unajua ukiwa porini kuna nguo fulani hivi utakiwa kuvaa. Kuna nguo fulani hivi ukizivaa ukiwa porini zina attract baadhi ya wadudu, mbungo, sio nini. Ndio maana unaona tour guide na watu ambao wakiwa porini wao wanavaaga nguo za kaki. Ile na maana yake sio ushamba, sio nini. Yeah, specifically ni rangi pamoja na material. Yes, vyote vinaenda sawa. Material za canvas kama hii, it's a good material. Lakini rangi pia kwa hii kwa porini pia inafaa. Lakini rangi nyingine ni kama vile zile army green, ile green nilokolea. Yes, yeah. Au saa nyingine grayish. Earthy tones wanasema, wanazita rangi za dunia. Earthy tones. Okay. Not kupendeza tu kwamba as you look good, lakini zina kuprotect. Kwa mfano ukivaa rangi nyeusi na rangi ya blue ina attract wadudu kama mbungo. Kwa hiyo hata kungata. Especially ukienda kwenye hifadhi kama Tarangire ambayo ina mbungo wengi. Unashangaa tu you are being attacked. Kumbe ni rangi uliovaa. Mbungo ni wale wadudu wanakula hizi za macho hizi. Wanakuingata kama mbungo ni kama nzi wakubwa. Kama nzi wakubwa lakini wanangata kama mbu, tena zaidi ya mbu. Okay. Yeah. Kwa hiyo utajikuta tu unangatwa na wadudu. Lakini pia usiwatishe wanyama. Sasa umeenda porini umevaa njano iliyowaka. Sasa sisi mashabiki wa Yanga tutembelee hifadhi za tembeleni. Jamani, msifanyie hivyo. Kumbe kuna maana yake. Kuna maana yake na kuna kitu inaitwa walking safari. Walking safari unaenda kuangalia wanyama huko unatembea kwa miguu. Kwa hiyo specifically unaambiwa hadi viatu ambavyo unataka uvae kwenye walking safari kwa sababu kuna wadudu, kuna nyoka, kuna nini. Kwa hiyo unaambiwa kabisa uvae viatu ambavyo vitaficha enka hadi hapo. Ni lazima iwe boot. Iwe boot fulani ya ngozi imeshiba. Lazima uzingatie hivyo vitu. Usipozingatia kwa sababu wewe ndio umewafuata wanyama. Wao waje kufuata wao huko kwenye mazingira yao. Kwa hiyo inabidi ufuate zile sheria ambazo zitakufanya na wewe uwe salama ukiwa maeneo yale. Zao mdogo wangu. Nilikuwa najua. Kwa wazee wanaopenda kuvaa vitusi kama mbugani vipi mnawapokea? Ni sawa. Ni sawa kabisa. Mimi naweza mimi nasimama karibu na simba kabisa. Lakini hii rangi. Hii rangi. Hii rangi haifai. Haifai. Hizo kwa nikipiga kitusi changu cha green, army green ni sawa kabisa. Safi kabisa. Unavaa na boot yako fresh. Ambayo inafika hapa. Inafika hapa. Kwa sababu usually nyoka atakiwa chini, huwa anapenda kungata maeneo ya enka. Huko hivi chini. Kwa hiyo unatakiwa uifiche. Hata askari wa porini ukiangalia viatu vyao, hata ukiachana na askari wa porini wanajeshi tu wenyewe. Watu wanaodili na mambo ya tourism, sijui mambo ya tour guiding na nini na kila kitu. Huwa ni wa jinsia ya kiume wengi. Yeye alivyokuwa na knowledge pana kuhusiana na mambo ya mbugani especially kwenye hifadhi na wanyama. Nikawa interested na ukilinganisha yeye ni mrembo na wale muita mrembo wa mbugani. Unaelewa hilo jina nimemkatia mimi. Nikawa kidogo triggered, nikawa interested. Kumbe mabinti warembo maslay queen ambao wamemaliza chuo ambao wapo kitaani, kumbe wanaweza kwenda porini tu na wakamake michuzi kabisa na wakapiga kazi. Kwa hiyo nitamani Margaret aje ananiambia kwamba iliwezekana vipi, ni anafanya kwa ajili ya michuzi au ilianza na passion kwanza na ilianzaje? At first sikuwahi kufikiria kufanya hii kazi. Kwanza nilikuwa napenda kuwa mwanadiplomasia. Yani na just wearing suits, unajua ile Kasema nitaanza kusoma diplomacy. All of a sudden naingia chuo nimechaguliwa kusoma journalism. Nikasema sio kesi. Anyways, ngoja tu nikasome. So nikafanya journalism miaka 3 University of Dar es Salaam. Nikamaliza chuo nikawa sina kazi ya kufanya. Nipo tu. Nikasema nifanye nini? Ngoja niende Arusha. Kwa sababu nilivyokuwa mwaka wa pili nilifanya field kwenye moja ya taasisi za uhifadhi TANAPA.
Tanzania National Parks. So hapo ndo nikawa niko introduce kwenye mambo ya utalii na uhifadhi. Tukatembelea hifadhi, tukapelekwa kusaidia kuproduce documentaries za TANAPA. Kwa hiyo nikaanza kudevelop interest ya kufanya kazi kwenye hiyo sekta. Sasa nilipomaliza chuo nikaenda Arusha, nikawa nafanya kwenye kampuni ya utalii, lakini at the same time nikaingia kusoma tour guiding. Kwa hiyo nikaingia shule kabisa nikawa nasoma tour guiding. Unfortunately COVID ikatokea. Na katika sekta ambazo zilikuwa hit directly na COVID ilikuwa ni utalii. Kwa hiyo kwanza nikapoteza kazi yangu, alafu pili chuo kikafungwa. Nakumbuka vyuo vilifungwa by then. Yeah. Sasa nikawa nipo tu sielewi maisha yanaendaje. Then nikaona Tanzania Safari Channel. Nikasema why don't I apply for a job Tanzania Safari Channel? Then nikaomba kazi Tanzania Safari Channel nikiwa na knowledge ya tourism, at the same time nina bachelor degree ya journalism. And apparently my boss by then akasema you are the most qualified person for this position, kwa sababu kila mtu hapa amesoma tu labda tourism peke yake au amesoma uhifadhi peke yake. Wengine wamesoma mambo ya journalism, lakini you have both. Kwa hiyo tunahitaji mtu kama wewe. Kwa hiyo ilikuwa yani kwangu mimi ilikuwa ni furaha sana, kwa sababu kwanza nimepata kazi sehemu ambao naipenda na kitu ambacho nina passion nacho. Safari yangu ya kuanza kuproduce vipindi vya utalii na uhifadhi ilianzia hapo 2020 Tanzania Safari Channel. Kwa hiyo nikaendelea kufanya mpaka hivi sasa hivi. Sawa, unatengeneza hela na unategemea kupata hela, lakini kuna vitu vingine vingi tu ambavyo navifanya sio kwa sababu napata hela au saa nyingine hata sipati hela. Nafanya tu kwa sababu ni passion yangu. Ulipochaguliwa ulisoma journalism ukasema okay, yani the way ulivyoisema ni kama vile haukuwa unataka journalism. Ulikuwa unataka nini na kwa nini passion yako ikachange? Tunavyokuwa na tunavyojitafuta unakuwa unatamani kitu ambacho unakitamani kwenye maisha yako. It might not be baadaye kitu ambacho utakifanya na utakachokipenda. Mimi sasa hivi ukiniambia niwe mwanadiplomasia kama nilivyokuwa natamani mwanzo, sidhani kama ni kitu ambacho nitafurahi kufanya. Jamani, ndio tunawahitaji sana nyinyi. Sidhani kama ni kitu ambacho nitafurahi kufanya, kwa sababu kuna siku nilikuwa naongea na rafiki yangu, was going through a very tough time kwenye kazi nilikuwa nafanya, kwa sababu niliacha kazi ya mambo ya utalii, nikaingia kwenye kazi nyingine just because ile kazi ilikuwa unakuwa exposed na hela ikawa imeongezeka kidogo. Kwa hiyo nikasema it's okay, let me just go for it. Nilimwambia rafiki yangu kwamba siwezi kufanya hii kazi. Akaniambia hapana, kwa sababu umetoka kwenye kazi nyingine ya mambo kusafiri na hii ni kazi ya kukaa tu ofisini. Kwa hiyo jaribu kuvumilia. Nilikaa kwenye hiyo kazi for 3 months. Nikarudi tena kwa rafiki yangu kwa sababu ananishaurige. Nikamwambia umeshai kuona jinsi ambavyo samaki akitolewa majini anavyokuwa anatapatapa? Ndio mimi sasa. Kwa hiyo nikitoka kwenye kufanya kazi kwenye utalii na uhifadhi ni kama umemtoa samaki majini ukamweka mchikavu, ana suffocate. That's deep. Najaribu kuipatia sentence aliyosema kwamba ukimtoa samaki kwenye maji anatapatapa. Yani mtu kitu chake. Sijui umenielewa? Kama mimi tu. Wewe umenyosha nywele zako hapa sasa hivi kwa sababu hiki ndio kitu chako. Umenielewa? Ukitoka hapa ukatafuta ukasema niende nikafanye kitu kingine na nini, niwe kipara kama wewe, utasuffocate kitu ambacho amekisema hapa. Wewe uligundua kwamba una belong sehemu hiyo mapema sana, naweza kusema. Natamani pia wadogo zetu na madada zetu ambao wapo kitaani pia waweze kujua wana belong wapi, na kupitia historia yako nadhani watakuwa inspired. Si ndio Mwantumu wa Mbagala? Mwantumu amesema ndio. Kwa hiyo I hope historia yako itananili. Nataka uniambie, umetupa historia yako kwamba ulianzia Tanzania Safari Channel, ulipita sehemu zingine nyingi au bado uko shirika la utangazaji Tanzania? Sipo shirika la utangazaji Tanzania, lakini naweza kusema ni sehemu ambayo mimi imenilea. Last year I was awarded the best television journalist in tourism and conservation. Na all thanks to Tanzania Safari Channel na TBC. Kwa sababu ni wewe ndo ulishinda?
Makofi. Kwani au ngeli ameongea hapo imekupiga chenga? Mimi kwangu ni news kwa sababu ndio maana wakati nimefika hapa nikasema nahitaji nikae kimya nijifunze mengi, nikujue vizuri. Nijifunze mengi kutoka kwako. Kwa hiyo kwa hilo hongera sana. Asante. Kilabu kinahitaji watu kama wewe. And by the way, kukuongezea kuhusiana na Magi kabla niendelea. Huyu ni bilingual TV presenter. Yani ni bilingual journalist. Yani kama wakazi kwenye hip hop. Anaweza kutangaza Kiingereza na Kiswahili. Si ndio kama wakazi kwenye hip hop? Wakazi anafanya nini? Wakazi anafanya nini? Bilingual. Anachana Kiingereza na Kiswahili. Anachana Kiingereza na Kiswahili. Wapo wengi sio wakazi. Sasa hivi ndio umepata hiyo. Okay. So pia nice. Manake na hivyo vitu vyote alivifanya akiwa TBC. So as we speak, ni miongoni mwa asset muhimu sana kwenye kiwanda cha utangazaji jamani. Watu wa mainstream tuna bilingual presenter hapa TV na nice. Radio na yuko vizuri sana. Anaweza akatupa demo baadaye hapa akatufungia show kwa Kiingereza. Jamani. Kufanya kazi TBC kumenisaidia kwanza kujuana na watu wengi sana ambao wako kwenye sekta hiyo ya utalii na uhifadhi. Sio tu hapa nchini Tanzania lakini Afrika Mashariki na Kusini. Sijui nimepatia Afrika Mashariki na Kusini. Na Kusini. Kwa sababu imenipa opportunity ya kuwa invited na kuongea kwenye majukwaa kama Africa Youth and Tourism Innovation Summit. Ambao mwaka jana walinialika kumoderate panel. Kwa hiyo ni heshima kubwa kwangu mimi, lakini pia nilialikwa kwenye jukwaa la Africa Tourism Leadership Forum nchini Botswana kupresent Tanzania kama kivutio cha utalii. Kwa hiyo nilisimama na kuongelea nchi yangu kusema kwamba tuna hiki na hiki na hiki, na specifically nilikuwa naongelea zaidi hifadhi au vivutio vya utalii vilivyoko kusini mwa Tanzania ambavyo havijulikani kama vile vilivyoko kaskazini mwa Tanzania. Kusini kwa kina hawa kwetu huko. Kule kuna vivutio. Wewe unatokea sehemu gani sasa? Mimi natokea Songea. Nasikia sasa hivi juzi nilikuwa naambiwa kuna sehemu ambayo nilisoma shule ya msingi. Kuna hifadhi. Hayo maeneo inaitwa Luhira something. Iko huko. Kwa hata na mimi nikienda kule kutembelea siku moja na mimi nitaenda. Itabidi utembelee. Lakini sijavaa rangi za kufukuza wanyama. Usizani kwamba utatembelea bure kwa sababu tulisoma shule ya msingi huko. Of course lazima nichangie nchi yangu. Mimi ni bonge moja na uzuri ni kwamba kwa Watanzania kutembelea hifadhi za taifa au mapori yetu, misitu, bei sio sawa na zile za mzungu. Unakuta mzungu analipa $70 au $75. Lakini wewe Mtanzania unalipa labda hadi haifiki 12,000, 11,900. Hiyo ndio ya juu zaidi. Nyingine huko ni 5,000, especially hizi hifadhi za huko kusini. Kwa hiyo watu wakisema kwamba kutalii ni bei, mimi nasema tu ni kupanga. Kwa sababu hata wageni wenyewe wazungu wakija wanapanga, mtu unakuta na save miaka yake 5 anasema nataka niende Afrika. Niende Tanzania, niende Serengeti. Kwa utakuta taangalia lodge labda itakuwa ni $300 kwa anaweka pesa yake. Usafiri sijui flights itakuwa ni shilingi fulani anaweka. Kwa hata sisi tuna uwezo wa kufanya utalii wa ndani kwa kudunduliza na kuweka pesa kidogo kidogo ukatimiza ile hela yako na ukasafiri. Lakini mimi tip nyingine naweza kuwapa watu ya kuweza kusafiri na ukasafiri kwa bei rahisi zaidi ni ukisafiri kwa group. Kwa sababu ukisafiri wewe mwenyewe zile gharama zote zinakuelemea wewe. Lakini ukisafiri kwa group vitu vingi vinakuwa ni shared cost. Kwa kama unasafiri na marafiki zako labda mtachukua labda kama ni lodge, mtachukua labda room ambayo labda ina vitanda vitatu, ni triple au double, twin, unaona. Kwa hiyo kidogo inakuwa gharama zinakuwa chini kuliko ukisafiri peke yako. Unaridhishwa na idadi ya mabinti warembo kama wewe ambao wapo kwenye hii tasnia ya utalii, especially porini hivyo, yani kuzunguka na watalii mbugani, kufanya hizo shughuli za mbugani, unaridhishwa na idadi yao? Idadi siridhishwi nayo. Okay. Ni wachache sana ambao wanafanya kazi katika sekta ya utalii na uhifadhi. Lakini sio tu siridhishwi na idadi, siridhishwi na position wadada wanazopata kwenye kufanya hizi kazi za utalii na uhifadhi. Kwa mfano mimi nikisimama naweza kusema mimi ni expert. Mimi ni filmmaker. Natengeneza film, natengeneza documentaries za masuala ya utalii na uhifadhi. Hiyo ni profession. Lakini
ukisema kwamba idadi wako labda Tanzania nzima wako labda 200 unakuta labda half of them ni waitresses. Wako kwenye utalii lakini wanafanya kazi za chini za kawaida. Okay. Kwa hiyo nadhani kuna mifumo ambayo pia serikali inatakiwa itengeneze, wanawake wanaofanya kwenye utalii, na sio tu wanawake, watu wote wanaofanya kwenye chain ya utalii na uhifadhi wasiwe tu wanapokea, yani wanapokea mishahara, wawe co-creators. Yani asimame mtu amesema mimi nimetengeza application ya mtu labda mgeni kubook kuja safari Tanzania. Kwa hiyo mifumo yote kusupport startups, especially startups ambazo zinahusiana na utalii na uhifadhi, itasaidia sana kwa sisi kutengeneza ajira kwa watu wengine au vijana wengine ambao wanatuangalia. Okay, hapo pia amegusa ninapopataka. Okay. Kijana wa miaka 23, 24 na kutengenezea picha yake. Napenda sana kutumia mfano. Amemaliza zake chuo kikuu, tena anatoka huko kwa Arusha. Amerudi nyumbani, kavua joo, tayari ameshalipa kila kitu, adaiwi. Yuko vizuri. Ameamka Jumatatu moja nyumbani. Anawezaje ama anaweza kufanya nini ndani ya uwezo wake, ndani ya proximity yake, kuweza kutengeneza mchuzi kwenye sekta ya utalii? Vitu viko vingi. Anaweza akawa tour guide, kwa sababu all it takes kwa mtu kuwa tour guide ni kwanza kujua lugha. Na lugha ya kwanza ni Kiingereza, ukiachana na wengine ambao wameenda extra, wamejifunza Kifaransa, wamejifunza Kijerumani, lakini cha kwanza ni kujua lugha. So huyu mtu tayari ameshafika chuo kikuu, kwa lugha atakuwa anaijua. Kuwa guide sasa hivi ni driver guide. Kwa hiyo unaendesha na kuguide na kuongea. Kwa hiyo pia kuwa na kujifunza kuendesha gari, especially manual ambazo ndo gari za porini, ni kitu ambacho pia kinaweza kukuongezea skills ambazo zinaweza kufanya uajiriwe katika hiyo sekta. Lakini kitu kingine ni kuwa na knowledge ya masuala ya utalii ambao lazima uende shule. And most of them it's just labda certificate au diploma ya maybe tour guiding au anything ambacho kinahusiana na mambo ya utalii na uhifadhi. Kule utajifunza aina za wanyama, utajifunza aina za ndege, utajifunza aina za wadudu, aina za mimea, ili unavyomuelezea yule mgeni. Lakini pia utajifunza maeneo mbalimbali, kwamba hapa ni Serengeti. Mimi kwa mfano kama sasa hivi, kwa sababu ya hiyo experience, nimejifunza through experience. Ukinionyesha picha ya eneo, naweza nikakwambia hii ni hifadhi gani. Wow. Kwa mazingira tu yale nikiangalia. Umeshazitembelea zote na unazijua kwa... Sio zote, kuna hifadhi ambazo mimi sijazitembelea, lakini kwa mazingira tu ukinionyesha hivi labda picha, naweza nikakwambia ni hii hapa. Na hata kama nikikosea au be close, labda itakuwa ni mazingira yale. Kwa hiyo hizo ni knowledge ambazo mtu ambaye anataka kuingia kwenye sekta hii ya utalii na uhifadhi anataka kujua. Kwa hiyo ni kwanza guiding. Tuna ndugu yetu anaitwa Sokonoga. Yeye anaweza kutambua sauti. Anaweza kutambua hii sauti imerekodiwa kwenye maiki gani kwa kuisikia tu. Unaona sasa. Umeona? Kumbuka hizo hapa ni maiki zake hapa, lakini tukifanya vitu kisirisiri bila kuwepo. Sawa. Anasema ni ile pale. Tukamtoa nje. Tukamwambia bwana, hebu sikiza hii sauti, tuambie hii sauti imerekodiwa na maiki gani? Atatuonesha hizi maiki. Umeona? Kwa hiyo aliposema hivyo amenikumbusha kuhusu Sokonoga. Ulichoniambia ni kwamba anatakiwa kujua, of course amejua Kiingereza, anatakiwa kujifunza kuendesha manual car. Yeah. Umesema anatakiwa kujua wanyama na ili aweze kuelezea watalii vizuri. Ndio. Manake unamwambia kijana arudi tena shule. Yes. Lakini pia kuna course ambazo zinatolewa kabla mtu akitoka form 6. Anaweza akasoma course hizi za au hata form 4. Akasoma hizi course za tour guiding, kwa sababu specifically wanahitaji tu cheti cha form 4. Nyingine wanahitaji cheti cha form 6 umefaulu vizuri. Kwa mfano kama course zinazotolewa Mweka na nyingine zinatolewa University of Dar es Salaam. Pia zipo hizo courses za mambo ya uhifadhi na mambo ya utalii. Yeah. Okay. Huko ndo unaweza ukimwona ndege hivi unasema huyu anaitwa ndege fulani. Okay. Yeah. Na sio tu kwa kumuona tu kwenye vitabu, wanafanya tours, wanafanya hizo bird watching, wanaenda wanaangalia, wana study, wanaenda na binoculars, tabia zao nini. Tabia. Kuna watu ambao wamedevelop, wanajua kabisa. Mimi I have a bro yuko Serengeti. Shout out to Steven Ngoi. Shout out to you my brother. Yeah. Steven Ngoi. Steven Ngoi ana uwezo wa kutambua sauti ya ndege akakwambia huyu ni ndege fulani. Nice. Yani yuko that deep.
Kwa hiyo wanavyofanya hizo practice za kwenda kwenye hizo bird watching na nini wanajifunza vizuri zaidi kuhusu ndege pamoja na wanyama na tabia zao. Yeah, how easy is it kwa kijana kama huyu nilikutengenezea picha yake kuweza kuingia huko? How easy? Kuna vikwazo vipi ambavyo ataweza kuviruka na ama anaweza kuingia kiurahisi kwa namna gani? Yani anaweza tu akasema kuna kampuni pale ya tourism naweza nikaenda nika apply. How easy is it kwa mtu kuingia huko? Well, kwa kwanza siku zote inakuwaga sio rahisi, especially kama hauna experience. Sijui nani alisema kwamba lazima watu wawe na experience, lakini kuna kampuni fulani kwa mfano kama naweza kuitaja kwa sababu wanafanya kitu kizuri. Kuna kampuni kama Asilia inachukuaga tour guides. Asilia. Wanachukua tour guides kila mwaka ambao ni fresh kabisa. Wanaenda wanawatrain. Kwa wanaingia training, wakishawa train wanawapeleka kwa sababu wana makambi kwenye yani hifadhi tofauti hapa Tanzania. Kwa wanawa distribute wale tour guides kwenye makambi tofauti. Sijui labda kama kuna kampuni zingine zinafanya, lakini Asilia is the only one ambao najua wanafanyaga. Kwa wanaitaga interview pale Arusha. Ikitokea interview Asilia vijana wanaenda. Una license, yes, class C, sawa. Una cheti cha tour guiding, yes, hayapita, unaingia kwenye interview. Wakikuona unafaa, unaingia kwenye training yao. I think wanafanyaga kama miezi 3 au miezi 6. Then straight unaingia kazini. Lakini sasa wale wakishakuwa trained ndio hizi kampuni nyingine zinakuja sasa wanajua kabisa guide anayetoka Asilia the best. Kwa unakuta wewe unakuwa una uwezo kuwa employed na kampuni nyingine yoyote. Kwa guides wengi wanaopita Asilia wanapitia pale kama mlango wa kwenda sehemu yoyote ambao wao wana wish kwenda. Sasa nyie Yanga mnashindwa kwa kama Asilia, mwe mna akademi yenu mnafua vijana baadaye mnawauza kwenye timu zingine. Yaani mnashindwa kufuata mfano wa mbona mifano mingine. Sisi Yanga kampuni bwana, Asilia utafanyaje? Na mimi nadhani inakuwa ni rahisi pia kuingia kwa sababu kila mwaka watalii wanazidi kuongezeka. Means demand inazidi kuongezeka ya watu ambao wanahitaji kufanya kazi kwenye sekta ya utalii. Yes. Yaani graph ya watalii kila mwaka inaenda juu. Hakuna mwaka inashuka chini. Kipindi cha COVID ilishuka chini. Lakini from COVID, yes, kutoka COVID mpaka sasa hivi tunaongea last year report ya watalii waliofika hapa Tanzania. Yaani waliotembelea vivutio mbalimbali, report ya Wizara ya Maliasili na Utalii imesema kwamba tumepata watalii milioni 5.3. Ambao kati yao milioni 3 ni watalii wa ndani. Kwa hata watalii wa ndani kati ya milioni 5. Kwa hiyo watu wa ndani ni zaidi ya 50% kabisa. Kwa hiyo watu wamehamasika, watu wanaenda wanatembelea vivutio mbalimbali vya utalii. Kwa hiyo naona tunaenda vizuri, na kama watalii hata wa ndani wenyewe wanaongezeka, that means kuna opportunity ya watu kuajiriwa, lakini pia kujiajiri. Kwamba mtu akishajua hivi vivutio mbalimbali hata hapa Dar es Salaam, mtu akasema tu ngoja nitangaze labda vivutio vya hapa Dar es Salaam, nenda zangu labda pale Mbudia, nasema jamani guys, niko Mbudia, pako hivi pako vile, watu wanaanza kuniuliza tunaendaje, tunafikaje? Unaandaa package yako, unaweka katika kila kitu hapa nitapata profit labda ya 20,000. Tayari umejiajiri. Kwa hiyo kuna fursa pia ya kujiajiri katika utalii. Nimesikia. Mbudia tu hapo mwanangu. Mbudia. Sasa ukisema Mbudia unanikumbusha Pancho Latino, ndugu yangu. Rest in peace Pancho. Mimi nilifanikiwa siku moja, wakati fulani kutembelea vivutio kadhaa. Nenda Manyara, nenda Ngorongoro. Na nikaenda Tarangire, yes. Nienda Tarangire. Kitu kimoja ambacho nilikinotice, na hiki kiko nje kabisa ya tourism. Nilinotice umoja wa wale tour guides. Kwenye walkie-talkie zao wanaambiana wapi unaweza kuona simba, wapi unaweza kuona nyoka, sijui hapa. Na wana lugha zao. Sharubu sijui nini. Kuna namna wanavyozungumza. Ndio. Hicho ni kitu ambacho ni nadra sana kupatikana kwenye industries zingine. Ule umoja wa wale watu ambao wanatafuta michuzi kwenye industry pamoja. Tunajua kwenye media kulivyokuwa. Na umoja wao sio tu kwenye kuambiana kwamba wapi kuna mtaji. Mtaji ndio wanaita. Mtaji, yes. Sio tu kuambiana kwamba mtaji uko sehemu fulani. Umoja wao ni hata kama ukipata shida yoyote porini. Yes. Huyo guide umjui, hujawahi kuonana naye, amekuja tu umekukuta labda umepata punch. Atakusaidia. Na sio tu ma guide peke yao. Mpaka ma rangers. Wote wanakuwa na ushirikiano. Kwamba
nenda pale labda airstrip, mwambie ranger mimi nimepata shida sehemu fulani, watakuja watakusaidia. Sasa hiyo swali langu ni kwamba hiyo inatoka wapi? Ni kwamba inafundishwa kwenye vyuo vya tourism ama ni kwa nini inakosekana kwenye industry zingine lakini kwenye tourism iko na nguvu kiasi hicho? Nadhani ni culture pia. Yani ni culture ambayo imejengeka, ukiingia kwenye industry unaikuta, kwa hiyo na wewe unakuwa part ya hiyo culture. Huwezi ukaingia afu ukaanza kuleta uchoyo wako. Watu hawatakuelewa. Na pia kwa mazingira yalivyo, mazingira yani mbali na vitu na mbali na watu, uko porini. Kwa hiyo you got each other. Yani wengine wote ni wanyama. Nyinyi tu ndo binadamu. Kwa hiyo nyinyi inabidi msaidiane because you have to got each other. I like that. If it's not Sizo who is helping me, nani atanisaidia tembo? You see? I like that. Labda Harmonize. Kwenye episode iliyopita na kaufala fulani. Kwenye episode iliyopita tulikuwa tunaongea na jamaa anaitwa Duka Huru, anajiita Duka Huru. Unachokisema sasa hivi kuna namna yeye alikiweka kwa lugha yake, na akasema kwamba binadamu huwa hatui binadamu. Yani tunapenda kutumiana alafu tunaachana. Yani mimi na wewe tutazungumza tu pale kwa sababu I need something from you, or you need something from me, and once tumefanikisha tukichotukutanisha ndo tunaachana hapo. Tutaonana tena siku nyingine kama tunahitajiana. Na akasema kwamba ni vizuri binadamu tukaanza kuwa binadamu, na hapo ndo tunaweza tukafanikisha mambo mengi. Kwa sababu hata hiki unachotuambia sasa hivi mimi nilikiobserve nikiwa nimevisit kule, lakini nikiwa before that sikuwa najua kama kuna culture namna hiyo. Na ni culture ambayo inaonekana inawezekana kufanyika sehemu nyingine yote, sio lazima tu pale. Na ni culture ambayo inaonekana kwamba inawezekana hata mitaani kwetu. Hata yani kwenye maisha ya kawaida. Sasa of course inawezekana labda vizazi ambavyo vinatoa maamuzi sasa hivi havijapitia culture namna hiyo. Kwao ni changamoto kuweza kurudisha culture namna hiyo, lakini vizazi vinavyofuata kuna cha kujifunza. Inawezekana moja wapo ya content ambayo nakupa sasa hivi ya kutengenezea documentary, it's how tour guides relate to each other. How they live their life, wanapitiaje mafunzo, wana engage vipi na wageni. Umeona? Kwa sababu kama mimi the hospitality I got, yani I was like hata hii pesa ninayolipa haitoshi. Umeelewa? Yani kuna ile una feel like kwamba I need to pay more. This is umeona? Na the way wanaishi kwa pamoja na nini, it was amazing. So what if we get that into the rest of the world, the rest of the industry, the rest of life kabisa? Yeah. I think tutafanya dunia iwe sehemu nzuri sana kama tukiwa na hiyo culture. Lakini at the same time najiuliza, najaribu kufikiria out loud. Hawa watu ambao wanashirikiana wakiwa porini, wakiwa kwenye maisha ya kawaida ndio maisha wanaoishi, au ile culture inaachwa Serengeti, inaachwa Tarangire, ikifika kwenye maisha ya kawaida, do they live like that? I think that's one of the questions. That's one of the questions you will answer in your documentary. Nje na ndani. Tena ita hivyo, nje na ndani ya utalii. That's a great name. Unajua Bwana Lucky, licha kwamba binadamu, umesema wewe na Bwana Shamsi Duka Huru mmesema kwamba tumekuwa sio binadamu tena, lakini sometimes huwa tunafanya vitu alafu na sisi tunajisahau. Kwa mfano hiyo ya maisha ya watu wagari, jinsi wanavyopendana na kujaliana, ule utu ambao wanaonyeshana wao, ni kama hawaoni kama ni kitu special sana. Imekuwa tayari ni sehemu ya maisha yao, wanaona sasa kawaida. That's why hata I think Azam TV wao wanakuaga na hizi tuzo, wanatoaga tuzo za tour guides, ndio wanatoaga. Like mimi nazifuatiliaga, lakini sijawahi kuona that part ya kudemonstrate kwamba this is our culture kama tour guide, tunaishi hivi, tunasaidianaga hivi. Unageti? Ni kama wao hawaioni kama ni kitu ambacho special sana. I think kama specifically it's a niche ya ile show. It's a very nice show. Lakini niche ile show it's a competition.
ni mashindano kwamba wanashindana watu wa guides, who is the best. Kwa lazima kutakuwa yani hamna hiyo sense ya kuonyesha kwamba ile togetherness tunaishije tunakaaje, yani pale kila mtu anataka yeye ndo awe the best, awe the best. Yeah. Unless labda waweke category ya the best. What I'm saying is whatever. What I'm saying is ni kwamba inawezekana hata wao wakiona hii interview pengine sasa hivi ndo watakumbuka kumbe hivi kumbe ndo wago tunaishigi hivi ni kitu kinapaswa watu wengine wakijue. Inawezekana wamekisa, sio kwamba tu Azam, hata mahali pengine popote pale. Mimi sijawahi kuona hicho wala sijawahi kukisikia kabla, ndo nimekisikia kwa huyo hapa. Nasikia stories za tour guide wengi sana wakiwa wanaeleza kuhusu maisha ya mbugani, lakini I've never heard of this before. Ndicho ninachokisema. Na kwenye hapo kwenye jinsi ya kuitumia sasa kwenye level ya maisha ya kila siku ya kawaida, imenikumbusha kitu. Mimi nishawahi kwenda sehemu moja hivi nilipokuwa naishi, nikutana na utaratibu wa boda boda wa hilo eneo walikuwa wamejiwekea. Very interesting kwamba hauruhusiwi kupakia mishikaki watu wawili. Ni wenyewe wameweka utaratibu huo mtaa. Yes, boda boda mmoja uruhusiwi kupakia mishikaki. Okay. Ukikamata umepakia mishikaki unapigwa faini. Ni wenyewe sasa wanajipolice wenyewe kwa wenyewe, which is very good kwa sababu kila mtu apate. Ukipakia wawili mwenzako atashindwa kupata. Yaani wewe pakia mishikaki, lakini once they caught you unakuwa liable na unalipa fine, nadhani shilingi 5,000 sijui. Unaelewa na so wako kama na kau moja kwao. Nani hilo na pale kuna njia nyingi. Na hiyo barabara moja tu. Ukienda barabara ya mtaa mwingine wao ni free Mandela, do whatever you like. Lakini ukitoka hata huko mtaani kwako ukaje ukapita njia ambayo sisi ndo tunapita huko na mishikaki, tunadili na wewe. Ni initiative tu, yani initiative tu. Ubinadamu bado upo kabisa, kwa sababu kwani hiyo hali ya humanity inatoka wapi? Sinatoka ndani yetu sisi kabisa. Kwa maana kama una ushetani ndani yako, it means ule binadamu pia bado upo ndani yako. So ni kutoa tu nje na ku customize. Margaret, sisi hapa tulipo ni Nature Nest. Unajua deal na watu wengi kutoka nje kutoka ndani. It's a place ambayo mnaweza mkaja mkapata space ya kufanya meeting, ofisi ya muda, kufanya training, whatever. Naona sasa hivi wewe karibia kila event inayofanyika Tanzania hapa, kila summit na kuona upo unatokelezea. Means kwamba yani uko connected, yani upo connected vizuri sana. And I like that. Kwa hiyo I think hii sehemu inaweza ikakufaa wewe, hata kama sio wewe, watu ambao unafanya nao kazi. Panaitwa Nature Nest, ndo host wetu bana, wametuhost hapa. Nimeona pia ni vizuri nikishare na wewe hii taarifa na wana club yetu Z. It's a beautiful working space. Yeah. It's a co-working space. Nature Nest Hub. Haya, kuna zile story kwamba bwana Simba ukikutana naye tu kimkazia macho huwezi kuwa kitoweo chake. Ndio maana Yanga wanamkazia macho. Sasa mimi nataka uniambia Alan, wewe kuna kitu ushie kukisikia kuhusu wanyama, myth kuhusu wanyama au kuhusu mbugani, alafu unatamani Margaret hapa tusaidie kama ni ukweli au ni uongo. Do you have anything? Sokonoga ipi? Simba kwenye gari, alafu na mtu mmoja yuko pembeni. Simba wanaona ni vitu viwili, hiyo ni kweli? Ni kweli. Wow. Ndio maana hebu tu amplify kidogo. Nadhani kama wameisikia vizuri, hebu iseme vizuri. Yani si amesema kwamba kama mkiwa kwenye gari labda mko watu 5, alafu kuna mtu mwingine amesimama pembeni. Yule mnyama anaona kuna watu wawili, haoni kwamba kuna watu 5 kwenye gari na mtu mwingine mmoja. Ni kweli, kwa sababu ile structure ya gari kwake ni kitu kimoja na vitu vilivyomo ndani. Yani anaona tu ni kitu kimoja. Structure. Ni hiyo structure ya gari na kitu kimoja. The moment utatoka kwenye gari, kwa sababu unaambiwa usitoke pia kwenye gari, ukae kwenye gari hata kama ni kitu wazi, lakini wewe kuwa ndani ya gari. The moment ukitoka anakuona kwamba ni mtu mwingine, lakini pia ukiendelea kumsogelea, kwa sababu kuna hii wanaita safe distance kati ya mnyama na binadamu. Kuna distance ukiwa hana shida na wewe. Kwa sababu cha kwanza, mnyama adui wake namba 1 ni binadamu. Jamani. Na yeye atakuja kukuattack kwa sababu sio anataka kukula, kwa sababu sisi wanyama wetu awali binadamu kama nchi nyingine, sitaki kuzitaja,
wanyama wetu sisi hawali binadamu kwa sababu tuna hifadhi, tuna protect, na ikitokea labda simba amekula binadamu wanamuua. Hiyo ndio sheria, anatakiwa auliwe ili asirithishe vizazi, wakaona nyama ni binadamu ni tamu, wakaanza kuhunt binadamu kidogo hapo. Yani wanyama wetu sisi hawali binadamu, wana attack wenyewe wanyama wanajua hilo kwamba hatutakiwi kula binadamu ama wanajua sisi ni maadui. Kwa kama adui yako kimkuta, ukimwona amekusogelea, unahisi kama huyu anataka kuniattack. Na katika vitu vikubwa wanyama, yani tuseme sio ni instincts za wanyama, kwamba wao wanyama wanaishi kwa ajili ya kula, kuzaliana na kukimbia kifo, ku avoid death. Yani hizo ni tabia zao 3 za wanyama wa porini. Sasa ukimsogelea, ile instance ya kwamba I need to avoid death, lazima kuattack ili awe safe. Okay. Kwa hiyo ukimsogelea na uko peke yako, obviously atadili nawe vizuri. Okay. Kwa hiyo maana hapo kwenye hiyo myth ya kusema anaona vitu viwili, anakuwa okay, it's a fact. Yes. Anakuwa threatened akiona vitu viwili ama what happens akiona vitu kama hivyo? How it doesn't change anything. It doesn't change anything as long as haukumsogelea kwa ukaribu. Utaona huyu mtu anaendelea na shughuli zake. Ndio ni binadamu lakini anaendelea na shughuli zake. The moment utakaosogea karibu, utajuta kuzaliwa. Kwa hiyo vision yao ni tofauti. Wanaona infrared nini wale? Vision yao ni infrared vision yao ni nini? Most kwa mfano kama cats, big cats mostly wanaona black and white. Hawaoni rangi. Hapo unazungumzia hao machui, masimba. Yeah, hao ndo big cats. Hivi ni kweli imekuwa proven kwamba Tanzania peke yetu ndo tuna wale simba wanaokaa juu ya miti? Well, siwezi ni watarangire wale wa Manyara. Hata Tarangire, hata Manyara National Park. Simba wanapanda miti. Wanapendelea zaidi, hata Serengeti pia nimeshaona simba juu ya mti. Kwa Tanzania ndio wanaonekana sana wakiwa juu ya miti. Lakini siwezi kuliongelea sana kwa sababu unaweza kukuta labda Botswana pia wapo au South Africa pia wapo, lakini sio kwa wingi kama ilivyo kwa Tanzania, kwamba wanapenda kukaa kwenye branch za miti, kuchill kwenye branch za miti. Lakini another fact that most people hawajui ni kwamba Tanzania ndio inaongoza kuwa na idadi ya simba wengi zaidi kuliko nchi yoyote duniani. Itwa Simba Sports Club. Nchi nyingine zinaweza kuongoza kama Botswana wanaongoza kuwa na tembo wengi, lakini sisi specifically tuna simba wengi zaidi. Botswana wana tembo wengi? Yeah. Wana matembo wengi sana kwenye hizi hifadhi zetu. Zipo, lakini hatujawafikia Botswana. Hata Zimbabwe pia wana tembo wengi. Zimbabwe pia wana. Umeshapata myth ile mliokuwa mnadanganyanaga utotoni? Hata nishasahau kufikiria hilo. Umeshasahau kufikiria? Wewe tupe myth. Mtaalamu. So when it comes to tembo, nasema Botswana kwa sababu pia nimetembelea moja ya hifadhi za Botswana inaitwa Chobe National Park. Aise, nimeona tembo. Nimeona tembo wengi sana. Maana yake wale hata ni pochi. Lakini tofauti yake na say kwa mfano we have ambao hifadhi yetu imeshinda tuzo kuwa Elephant Paradise National Park, ambao ni Tarangire National Park, ambao ni hifadhi pia ambao inasifika kuwa na tembo wengi zaidi Tanzania. Tofauti ya simba wa Chobe na wa Tarangire ni size. Simba. Not simba, tembo wa Chobe ni wadogo kidogo compare na tembo wa Tarangire. Na wale wangorongoro wale maraki. Na wangorongoro pia ni wakubwa sana. Kwa tofauti nimeona ni hiyo size, wale wadogo. Nadhani pia kwa sababu kule kuna ukame sana, wanakosa chakula cha kutosha, kwao wamedevelop kuwa sio tembo wakubwa kama tembo wetu wa huko East Africa. Mtaalamu una myth? Kwamba jua na mvua vikiambatana simba wanazaa. Hiyo ndo yenyewe hiyo. Hiyo ndo yenyewe. Umegusa na popataka. Kabisa. Kwamba jua na mvua, jua likiwaka na mvua ikinyesha kwa muda huo simba wanazaa. Sijui labda kuna ukweli, lakini mimi ninachojua simba huaga specifically nimesahau ni muda gani wanakaa mjamzito, lakini anazaga watoto wengi. Na kama kuna story mnaikumbuka ya mwaka juzi, kuna moja ya simba alikuwa very famous wa Serengeti anaitwa Bob Junior. Yeah. So ile ndo tabia ya simba. Yaani ile watu wanasema eti Bob Junior ameuliwa, imekuaje? Kwa nini watu hawakumprotect? Ile ni nature. Na
katika maisha ya simba kuna saa kishafika akiwa kijana, kwa sababu wanaoishi kwenye pride ambao ni familia ya simba inaitwa pride ni majike ndo wanakaa kwenye pride, hawa move kwenda kwenye pride nyingine. Wale ndo owners wa pride. Simba dume wanakuja kwenye pride na kuondoka, na kuja kwao na kuondoka kwao ni vita. So anapigana vita, anaingia, anapigana vita, unangolewa, unanyang'anywa ule utawala wako. Unanyang'anywa ule utawala. Kwa ile scenario kama Bob Junior ni maisha kawaida kabisa ya simba. Kwamba lazima either waje wale vijana, kwa sababu wale waliokuja pale wakamfukuza Bob Junior, wale ni vijana ambao wametoka kwenye pride huko walikotoka. Mabachela sasa wamefukuzwa, kwa sababu mkishafika mmeshaanza kuota vile vindevu mtandani hii mtazana dada zenu, hapana, tokeni mkatafute maisha. Kama ilivyo kwa binadamu kwamba hauruhusiwi kuzaa na ndugu yako, kwa sababu mtoto atakayotokea pale atakuwa sio strong. Same na wanyama. Kwa anafukuzwa sasa. Wewe umeanza mbona unakoroma kama baba sasa hivi? Toka, baba anafukuza vijana wale. Vijana wanakutana na washikaji zako, na wao wamefukuzwa kwenu, twende. Sasa wale waliomuua Bob Junior walikuwa ni coalition, wanasema, kwa sababu wakikutana vile inakuwa ni wanaita coalition. Kama ukawa hivi. Gang fulani. Sasa wale simba walikuwa ni simba 7. Kwa watu ambao residence guides wa kule, kwa sababu mimi nilienda lile eneo kufanya documentary. Residence guides wa kule wanasema kwamba hakuwahi kutokea coalition kubwa kama ile ya simba 7. Ya simba 7. Mara nyingi unakuwa ni 3, 2 hivyo. Lakini simba 7 ilikuwa ni coalition kubwa sana. Bob Junior alikuwa na yeye na mshikaji wake, hakuwa mwenyewe. Mshikaji wake mpaka leo hatujui kwamba alikufa, alikuwa wapi, kwa sababu by the time anapigwa yule mshikaji wake alikuwa hayupo, alisepa. Ambao alikuwa anamuita Mali. Kwa unakuta katika hao coalition ya Bob Junior labda na Mali, ndo pride yao, wale ndo watoto wao wanaiprotect. Na vile simba anavyotoaga ule mgurumo, especially pale kwa Bob Junior, kwa sababu kulikuwa kuna mawe hivi, anasimama kwenye mawe, anatoa ule mgurumo kuambia vijana huko waliko kwamba nipo mwenye nyumba, njoeni kama mnataka. Na wale kule wakisikia ule mgurumo wa yule simba, wanajua sasa huyu ni very strong lion, twende kwa tactic gani, au tusisogee atatuua. Tukae tutulie, is a very strong lion. Lakini pia Bob Junior umri pia ulikuwa umeshaanza kwenda, kwa hata ule mgurumo wake alikuwa akiutoa, wanaona kabisa huyu tunamweza, tukienda tunafanya nini, tunampiga. Kwa hiyo siku katokea Bob Junior watu akapigwa, wakamudu, wakachukua pride. Na Mali umesema hajulikani yuko wapi? Mali hakuonekana. Sasa sijajua kama Mali aliuliwa. Kwa sababu hata kama akiuliwa na ameuliwa huko katikati, fisi atakuja atakula, you never know kwamba ni yeye. Au alikimbia, hatuelewi. Kwa mfano, lakini hiyo ndo fate ya simba dume, wanakufaga tu. Hatujajibu swali lake lakini la simba kuzaa. Wale simba wapya wakija, wale madume wapya wakija, wakikuta vitoto vyovyote vya yule simba alifariki alikopo mfalme wa hiyo pride, wanaviua. The moment wakiua vile vitoto, au kama kuna wengine wajawazito, they will make sure hiyo mimba imeharibika. Wanafanya abortion. So yani hapo nenda taratibu kidogo. Ni kitu ambacho kiko very brutal, lakini ndio maisha yao. Mimi napenda kusikia hiyo brutality. Wanaingia, wakikuta kuna simba watoto wanawaua ambao sio wa kwao. Alafu wakikuta kama kuna simba mjamzito, wanahakikisha wameharibu mimba. Ili wao watengeneze generation yao. Kwa sababu that's the main aim. Wamefukuzwa kule kwao, waende sehemu nyingine wakatengeneze, waendeleza ukoo. So wakishawaua wale watoto, that very moment yule simba jike anaingia kwenye kitu kinaitwa oestrus. Yani anakuwa kwenye heat. Ana uwezo wa kubeba tena mimba. Hivyo. Hata hasikitiki watoto wameuliwa. Anasikitika, na wao wana fight na akifight sana na wale masimba dume. Wakimwona huyu kwa nini anangangania, wanaweza hata wakamuua na yeye. Unaona? Alafu akaenda kutafuta sehemu nyingine. Pride inakuwa na majike mengi. Au jiko mmoja kwenye pride. Yule anayefight wanamalizana naye. Kwa wakizaliwa masimba jike kwenye pride, wanabakia kwenye pride. Pale. Wakizaliwa wa kiume ndio wanafukuzwa. Kwa majike kwenye pride yanakuwepo tu, yapo. Kweli wanaume tumeumbwa mateso. Hata kwa wanyama.
Yeah. Nilikuwa nataka niongezee kitu hapo hivi. Kwenye maisha ya kibinadamu tunayoishi sisi. Kwa mfano sisi wanaume sasa hivi tunaletewa biashara nyingi sana za dawa za kuongeza nguvu za kiume. Kuna wanyama ambao nao wana matatizo ya nguvu za kiume. Sijawahi kujua, labda hilo ni la kisayansi zaidi, labda watu wanaofanya research za mambo ya simba wanaweza kuongelea na kujibu hilo, lakini kwa mimi kiukweli shida sana kama wanaume siwezi kujua. Na wanyama wa kike nataka uniambie wana tabia gani ambazo zina demonstrate wanamke wao kama wanyama. Kwa mfano kama nyinyi huko mnatuongeleshaga sana, mnatunanili, yani mnatugombeza tukichelewa kurudi nyumbani, tukiwa mnatugombeza, mnapenda hela. Sasa nataka nijue wanyama wao wa jinsia ya kike wanauo wanamke. Sisi binadamu ndo tuna mapenzi, yani kupendana, we were together. Wanyama wachache sana ambao wana hiyo yani their partners, like maybe partners for life. Nakuta kama digidigi ndo wanakuaga partners for life. Hata ukiwakuta unakuta wawili, akifa mmoja yule mwingine atakaa muda mrefu na yeye anakufa kwa stress, unaona. Lakini wanyama mara nyingi wakikutana ni kwa ajili ya kutengeneza generation, ni kwa ajili ya kumate. Na ile mating yao sio kama sisi for fun. Mating yao ni kwa ajili, ni kitendo cha kuendeleza kizazi, wala sio mapenzi, hapana. Wanyama tu ambao wanajua wanafanya mapenzi kwa ajili ya kuenjoy ni apes. Kama chimpanzees. Au si ndio binadamu wenyewe ndio alianzia huko bwana. Wala wanafanya for fun pia. Mimi sikuwa ape. Lakini wanyama wengine wote huwa wanafanya kwa ajili ya kuendeleza kizazi. Na umesema kuhusu kama mnyama labda ana tabia za kike. You'll be shocked. Kwa mfano kama simba. Simba jike ndo anaongoza kufanya mawindo. Na akishafanya mawindo, baba linakuja. Toka, anakula yeye kwanza, akishiba ndo anamuita. Lakini kuna umesema linakuja. Kwa hiyo mfumo dume huko mpaka kwa simba. Kuna umesema linakuja jamani. Ananikera. Kwa hiyo mfumo dume huko mpaka kwa simba. Yes, upo mpaka kwa simba. Kwa wanafanya. Lakini sio kwamba yule jamaa hawezi kuwinda. Wanawinda, huwa wanawinda. Lakini mawindo asilimia kubwa yanafanywa na simba jike kwa sababu wana watoto pia. Bado hujajibu swali la mtaalamu pale. Mimi nimeelezea tu facts za jinsi simba wanavyozaa. Lakini sijui, labda tufanye research zaidi kujua kama kweli specifically inapokuwa nazaa. Maana simba wenyewe, kama tuna simba wengi kiasi hicho, yani kama simba 17,000 Tanzania nzima takriban, singekuwa mvua inanyesha kila basi kwenye documentary yako ambayo unaenda kuifanya, hiyo ni challenge nakupa. Hakikisha pia umedebunk hizo myth. Yeah? Ili tuweze kujua kwamba ni kweli mvua ikinyesha na jua linawaka pale simba ndio wanazaa au lakini huyo mtu anataka kitu alikuwa anawaza nini? Yaani alikuwa na mawazo kama ya kwako ya kufikiria nguvu za kiume za simba. Huyo mtu anataka kitu alikuwa anawaza nini? Na ile wanasema kwamba ukiona kimbizwa na nyati, ukipanda juu ya mti sijui anakojoa, alafu ule mkojo anakurushia na mkia wake sijui. Lakini katika vitu ambavyo yani mtu yani katika vitu ambavyo unatakiwa avoid na mnyama umuogope sana porini kuliko hata simba, nyati ni moja hapo. Nyati ni mnyama mkali sana. Hata simba mwenyewe kuwinda nyati huwa ni mtihani. Lazima wafanye coalition, waende wengi ndo waweze kuwinda nyati, kwa sababu kwanza ni mkubwa, alafu pia anakuwa na hasira. Kwa hiyo na pia anaongoza kuua hata binadamu. Anaongoza hata kuua binadamu. Yaani yeye akiona tu anaona wewe unataka kuniattack, piga pembe. Kwa hiyo sijajua hiyo myth kama ni ya ukweli au ni ya uongo kwamba anakurushia mkojo ukipanda juu ya mti, lakini najua kweli yule jamani ana hasira. Na akikuanza kuachi. Wasanii wengi Tanzania sasa wanajiita majina ya wanyama. Simba, tembo, mbuzi, mamba. Wewe unajua unamfahamu Young Lunya, unamfahamu Diamond anajiita simba. Ndio. Rayvanny anajiita chui, Harmonize anajiita tembo. Nataka uniambie hao wasanii wana sifa zinazofanana na hao wanyama? Sasa unajua siwajui specifically. Nitakuwa tunaongelea kijujuu na vitu ambavyo nilivyoona kwenye mitandao ambayo inaweza kuwa kweli, lakini pia inaweza isiwe kweli. Simba anajulikana kama mfalme, and kwa Diamond naona ana trait zile za simba, kwa sababu amejiweka kuwa kama mfalme wa muziki. Yeah. Not only Tanzania, ame cross borders. Mimi nasema napenda kumuita membrane child.
Ukifikiria background yake alipotoka mpaka alipofikia, unasema kweli huyu mtu amefanya kazi kwa bidii kuwa alipo. Na mimi I believe in energies. Yani ukiamka leo ukajiita wewe ni chui, perhaps utakuwa na traits kama za chui. Labda ile spirit ya chui itakuingia, utakuwa kama chui. Ukisema wewe ni simba, utasimama, you roar, utakuwa kama simba. Kwa hiyo I also believe kwamba labda alivyoamua kujiita simba, zile traits za simba zikamuingia, then akaanza kuact kama simba. Mimi nataka kuniambia tabia za kiwaki za hao wanyama. Niambie tabia za kiwaki za tembo, niambie tabia za kiwaki za chui, niambie tabia za kiwaki za simba. Bila kusema chochote, mtaje tu tabia zao za kiwaki. Simba ana tabia gani za kiwaki? Yaani lengo lako tu uweze connect na hao wasanii wetu. I think simba tumemuongelea sana. Okay, tembo ana tabia gani za kiwaki? Sometimes nadhani tu kucharge bila sababu, kukasirika tu. Yani unaweza kushangaa wewe tembo mbona ametuchajia tu, anatufuata. Yani ametuchajia. Okay. Hamna kitu ambacho hata kimemtrigger, lakini yeye kaamua tu kucharge. Na katika maeneo ambao kuna tembo wengi, mkifika saa nyingine mnaambiwa hata mzime gari, mtulie. Kwa sababu yeye ana masikio makubwa, kwa anasikia zaidi. Kwa hata mkiongea taratibu yeye anasikia. Unaona? Kwa vitu vidogo tu pia huwa vinamkasirisha tembo. Kwa ukiwa maeneo ya karibu na tembo unatakiwa uwe kidogo very careful. Kwa nadhani hiyo ya kukasirika kuzira. Anazira sana. Chui yuko very shy. Kwanza kumuona chui waga mara nyingi ni nadra sana. Ni nadra sana kumuona chui. Mara nyingi anapenda kukaa mwenyewe. Ni mnyama ambaye wanamuita solitary mammal. Anakaa mwenyewe. Chui wakikutana jike na dume hawana hata familia. Chui anakaga mwenyewe. Wakikutana jike na dume ni kumate, kila mtu anapita na kumnana wenzake. Akizaa anazaa katoto kamoja au anazaa vitoto viwili. Akizaa kamoja kakikua anakafukuza kanaenda kanatafuta maisha yake. Akizaa viwili vinakuwa brothers, vina hang for some time. Wakisha kuwa ile wanajaribu kuhunt pamoja, baada ya hapo wanatengana. Wakikutana ni enemies. Kwa hiyo waga hawanaga ushosti, hauna best friend, hamna familia. Kila mtu na maisha yake. Na kuona hapo unamwangalia Rayvanny vizuri kabisa. Nakuona mimi ndio tabia za kiwaki za wanyama. Sasa lengo lako kwa linaenda huko. Mimi nimesha kusoma vizuri. Mimi nimefurahi kwanza nimekutana na Margaret. Na nimepata story nzuri sana za uhifadhi. Unajua umezungumzia sana neno uhifadhi, lakini ningependa pia ulidadavue kidogo ni nini hasa kinafanyika kwenye uhifadhi. Lakini pia nilipenda ile analogy uliotumia ya samaki. Kumtoa samaki. Na hapa imenikumbusha kitu kimoja kwamba ndio maana watu fulani huwa wanafanikiwa sana kwenye maeneo yao, kwa sababu hivyo ndio vitu vyao. Hivyo ndio vitu vyao. Kwa hiyo kwa kijana ambaye anatutazama na kutusikiliza, anatakiwa atambue kitu chake ni kipi. Unaweza ukajaribu kila kitu, lakini kuna kile kimoja ambacho ndio cha kwako, ndio kimeandikiwa wewe. Kitu ambacho unaweza ukakifanya ukiwa hauna pesa, ukiwa una pesa, ukiwa unapata pesa kutoka hicho kitu, ama haupati pesa, hicho ndo kitu chako. Na it feels effortless. Yes. Yani yani kama vile kunywa maji. Hausikii kama vile una struggle kufanya hicho kitu. Chindo maana anasema hautofanya kazi ukipenda unachokifanya. Alafu pili kingine umetuambia kwamba kuna changamoto zake za kuingia kwenye tourism, lakini pia kuna urahisi wake kama ukiweka moyo wako hapo na ukaifanya kama passion yako na ukajifunza zaidi. Kwa sababu vijana wengi wakimaliza chuo kikuu wanaona wameshamaliza. Yani wanaona wako on top. Akisha kuwa tu na picha ina joho akaiweka getoni hivi, yani huyo kijana huwezi mwambia kitu chochote kingine. Kwa hiyo hii inathibitisha ulichokisema kwamba kumbe kujifunza ni safari, hakuna mwisho. Unaweza ukajifunza lugha, unaweza ukajifunza kuendesha gari. Mpaka leo mimi bado najifunza, na kuna kozi mbalimbali ambazo zinatolewa za mambo ya kureport au kufanya stories za utalii na uhifadhi. Bado nafanya hivyo vitu. Na sio tu kwa porini. Yani mimi specific naendaga even beyond. Nimefanya training ya mambo ya uhifadhi wa bahari. Nimefanya training ya uhifadhi wa sokwe mtu. Kwa ni vitu ambavyo unazidi kuendelea kujiongezea skills hata kama tayari unajua kabisa uko kwenye hiyo industry, unatengeneza pesa na
unafanya vitu ambavyo vinaonekana na watu wana appreciate. Ni vizuri zaidi kuwa unajiongezea skills unapopata fursa ya kufanya hicho kitu. Kingine nimefurahi kusikia kwamba umepata tuzo. Hiyo ni changamoto kwa vijana wengine. Manake inaonyesha nini? Consistency. Consistency, watu wataona unachokifanya na ni rahisi kusema kwamba you are the best in whatever you're doing. Nimefurahi pia story ulizotusimulia nyingi kuhusiana na porini huko, wanyama na una maswali yake ya kiwaki yote umeyajibu bila changamoto yoyote. Lile swala la ubinadamu ambalo jamii nzima ya wahifadhi na watu wa tourism wanaonyesha, nafikiri tulitafutie namna ya kuweza kulitanua, liingie kwenye sekta zingine, liingie kwenye kila kona, kwa sababu competition yes iko pale, lakini mwisho wa siku keki ni kubwa sana. Keki ni kubwa, kila mmoja anaweza kupata kipande chake huku mkichekeana badala ya kuchukua vipande vya wengine na mkafikia hatua ya kuduniana. Kwa hiyo nafikiri mfano wa jamaa wanaofanya tourism na shughuli za uhifadhi kama ulivyosema ni mfano mzuri sana wa kuigwa. Changamoto yangu nakupa, hii ni challenge. Kuna siku nitakutana tena nawe, nitakuuliza umefikia wapi. Ndio. Whether ukubali ama ukatae. Huko kwenye nafasi nzuri ya bridge the gaps. Na tumeona gaps kadhaa hapa wakati tunaongea. Ndio. Tengeneza hiyo documentary, tujue zaidi kuhusiana na haya maisha, tujue zaidi jinsi gani vijana tunaweza tukaingia huko ama unaweza kuingia huko wale ambao hawana cha kufanya. Lakini pia to debunk some of the myths na tuweke facts zilizopo. Recently nilikuwa naona facts kama hizo, nilikuwa nasema Tanzania tunaongoza kwa aina fulani ya wanyama na vitu kama hivyo, na tunajivunia vipi, inabidi tuende. Unajua kama vile ambavyo mtu amemaliza shule wanafanya party. Ni accomplishment fulani imefanyika, ndio. Na sisi pia kuna vitu ambavyo tunafaa tu tunasherehekea hata kama ni vidogo. Tunavisherekeaje hivyo vitu kwenye sekta ulionayo ama sekta nyingine ambazo sisi tupo, na nafikiri wewe kuwepo hapa ni sehemu ya club kusherekea kile ambacho kipo kwenye tourism. Kwa hiyo mwisho nasema asante kwa kuweza kututembelea, lakini ningeomba ugusie kidogo kwenye uhifadhi. Nini hasa kinafanyika kwenye uhifadhi? Kama mimi nilivyosema recently nimejifunza kwamba kumbe kule kwetu nyumbani kuna hifadhi kule ambao before sikuwa naijua na haikuwepo probably. Maybe ni mpya. So nini kinafanyika kwenye uhifadhi, na nafikiri hapo tutaweza kujua pia mengi, kwa sababu lengo moja la club ni kupata knowledge. Kwenye swala zima la uhifadhi, kuna taasisi ambazo zimewekwa kwa ajili ya kufanya uhifadhi. Lakini uhifadhi pia unafanyika katika jamii. Nitaelezea, ni topic ndefu sana, labda siku nyingine tunaweza kuielezea vizuri zaidi, lakini nitaelezea kwa uharaka. Katika zile taasisi zilizoko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na nyingine tena ambayo inafanya uhifadhi lakini uhifadhi wa bahari iko chini ya Wizara ya Uvuvi. Kwenye hizi ambazo ziko kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii kuna hifadhi za taifa Tanzania ambayo ni Tanzania National Parks. Ambao yenyewe ina hifadhi takriban nadhani 22 hivi, if I'm not mistaken. Hizi hifadhi zote hauruhusiwi kuchukua kitu chochote, hata kuchuma jani kwenye hifadhi ya taifa ni kosa. Wanasema take only pictures, leave only footprints. Kwa pale unafanya photography tourism, na watu pia hawaruhusiwi pia kuishi kwenye hifadhi unless kama unafanya kazi kule, kuna makambi mnaishi hapo na nini, lakini makazi naenda huko. Sasa Ngorongoro inakuja. Ngorongoro sio hifadhi ya taifa. It's conservation. Ngorongoro ni conservation area. Ndio maana wanaruhusiwa Masai na binadamu na Masai kuishi kule, na wanaishi pamoja na wanyama. Na Ngorongoro ilikuwa part ya Serengeti wakaigawa ili Serengeti ibakie kuwa hifadhi ya taifa ambayo ndio highest rank ya uhifadhi, alafu Ngorongoro ibakie kuwa conservation area. Kwa unakuja hapa kuna taasisi nyingine ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ambayo ina manage Ngorongoro. Taasisi nyingine ni Tanzania Wildlife Management Authority TAWA. Mamlaka ya usimamizi wa wanyama pori. So una hifadhi za taifa na una mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Wale wanyama wote ambao wapo kwenye zile hifadhi, kuna hizi shoroba, kuna maeneo ya pembeni,
wakishatoka nje ya yale maeneo ya hifadhi, kama sio hifadhi ya taifa au mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, wanakuwa tayari wako chini ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori ambao ni TAWA. Lakini TAWA pia wana maeneo yao ya uhifadhi ambao unakuta kuna mapori tengefu, kuna mapori ya akiba, na wenyewe wanafanya uhifadhi wao na wanafanya hunting, tourism, wana kazi zao nyingine tofauti. Lakini hata mnyama leo atokee hapa Millennium Towers, watu watakao kuja kumhandle yule mnyama pori alionekana maeneo haya ni watu wa TAWA, sio TANAPA wala sio Ngorongoro. Kwa wao wana handle wanyama walioko nje ya hifadhi. Lakini pia kuna kitu wanasimamia kingine kinaitwa WMAs, Wildlife Management Area, au kwa Kiswahili inaitwa jumuiya za uhifadhi wanyamapori. Hizi jumuiya inakuwa ni maeneo ambayo yapo binadamu wanaishi, lakini pia kuna wanyamapori. Kwa wale lile eneo linatengeneza, unakuwa wanatengeneza jumuiya hizo ambazo wanakuwa na askari wao, lakini wanakuwa trained na TAWA, lakini wanakuwa na products zao labda za utalii. Kwa mfano maeneo kama Randilen ambayo yako kama unaenda Tarangire, hiyo ni WMA, ni jumuiya ya hifadhi wa wanyamapori. Kuna maeneo mengine kama Enduimet huko West Kilimanjaro. Yes. Kwa unakuta yale maeneo kwa mfano kama Enduimet, kwa upande wa kule imeboda na Amboseli Kenya. Kwa kuna wanyama ambao wanapita na wanyama wenyewe hawana boda. Kwa upande wa huku kuna Arusha National Park. Unaona? Na hao wanyama wana migrate all the way, wanaenda huko chini, wanaenda kutokea mpaka Mkomazi. Kwa kuna shoroba hapo katikati ya wanyama kupita. Kwa hiyo wanajiunga, wananchi wanatengeneza jumuiya yao, wanafanya uhifadhi na wenyewe, lakini pia wanakuwa chini ya TAWA. Shoroba ni nini? Ni corridor. Njia wanaopita wanyama. Njia wanaopita wanyama ya corridor ndo ni shoroba. Alafu taasisi nyingine ni Tanzania Forest Service Agency. Pamoja kwa ajili ya misitu, mamlaka ya uhifadhi wa misitu. Kwa hiyo wenyewe wanahifadhi misitu na wana maeneo yao mbalimbali ya wamehifadhi ya misitu mbalimbali. Kwa hiyo sasa hivi wanafanya pia na utalii, kwa watu wanaenda wanatembelea. Kwa sababu hata hapa karibia na Dar es Salaam ukienda huku kuna msitu wa Vikindu uko chini ya TFS. Unaweza kwenda kufanya Pugu pia. Yes, iko chini ya TFS. Lakini Dar es Salaam pia ukiachana hivyo, Dar es Salaam kuna eneo kule Pande. Pande sio msitu, iko chini ya TAWA, yenyewe ni game reserve. Yes, pori la akiba. Pori tengefu ama pori la akiba. Pori tengefu ni nini? Ni nimesahau kwa Kiingereza, lakini una jina lake. Basi wana klabu tunawapa homework muweze kutuambia pori tengefu ni nini kwenye comments, au sio? Ndio. Ama unajibu? Mbona unaniangalia kama unataka kutoa? Pori tengefu ni game controlled area nadhani. Yes, sina uhakika lakini watatuambia vizuri zaidi. Mimi mwenyewe niko tengefu. Kwa haya maeneo yote najumlisha na lile jingine la hifadhi za bahari ambao wanaitwa Marine Parks and Reserve Unit, ambao wao wana hifadhi bahari. Wanahifadhi maeneo ya bahari ili kusifanyike labda uvuvi haramu labda nini, na wana maeneo yao kabisa. Kuna Mafia kule, kuna Mnazi Bay, very beautiful place, na kuna kuga na nyangumi wanapita seasonal. Najua watu wengi hawajui kuhusu hili, lakini tuna nyangumi ambao wanapitaga kule Mtwara. Kuanzia mwezi wa 8 at around that season wanatoka huko South Pole ya dunia. Wanaonekana. Nimefanya documentary ya nyangumi. Wanaonekana. Unaonaje nyangumi? Wanaonekana juu. Wanatoka juu kabisa. Wanatoka juu. Wanaitwa humpback whales. Kwa wanatoka huko kusini mwa dunia, wanapita, na kuna research zilikuwa zinafanyika zinaonyesha kwamba maeneo ya pale Mnazi Bay ni maeneo yao ya mazalia. Wanazaliana pale kwa sababu temperature ya maji ya pale inawaruhusu watoto wao kudevelop. Kwa sababu sheria za kidunia hazituruhusu kuwa trap kidogo hivi wakae pale wasitembee. Hapana. Mnazi Bay ni Mtwara? Ni Mtwara, ni hifadhi ya bahari ya Mnazi Bay. Mwisho kabisa, sisi kwenye Club A to Z huwa tunafanya vitu vinne. Haya mazungumzo ni kitu cha kwanza, lakini tunataka tuwapeleke kwenye safari watu wetu wanaotutazama, kwamba akishavutiwa na mazungumzo awe na follow up
kama amevutiwa kufanya kile ambacho wewe unakifanya, apate ashikwe mkono, aelekezwe na vitu kama. Kwa hiyo kuna mentorship. Kwa hiyo nataka wewe upleje hapa leo. Kwamba uko tayari kuchukua vijana wangapi ambao wangependa kujua zaidi kuhusiana na tourism, na labda wanatamani siku moja waje kuwa tour guide, ama hana kitu cha kufanya na amevutiwa kwamba anaweza na yeye akaingia kwenye familia ya tourism na uhifadhi. Nataka wewe upleje hapa, uko tayari kufanya hivyo na ni wangapi? I can take as many as the capacity as they come. Mwambie Mwantumu. Mwantumu umesikia? Kuwa mentor, lakini kuwapa the ins and outs, apite wapi, afanye nini. Yeah, mimi I'm more than willing to help vijana wa Kitanzania. Perfect. Yes, lakini nataka pia wa sector ya technology, ambao wanafanya IT, wajaribu kuangalia hii sector na kuona ni challenges gani ambazo wao wanaweza kutolea uvumbuzi wake kwa kupitia technology. At the same time wakatengeneza pesa, kwamba kavumbua sio application ya kufanya kitu fulani ambayo inasaidia kusolve a challenge in the tourism and conservation sector ya Tanzania. Kwa maana nilivyosema mara kwanza, natamani kuona vijana wengi wanakuwa creators, sio tu wanapokea mishahara, lakini wenyewe wanatengeneza kitu ambacho kinaweza kuajiri vijana wengine. Sawa sawa. Tunaomba tu muendelee kusubscribe na muendelee kushare haya ambayo tunayazungumza hapa klabuni kwetu. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.